Nalizungumzia swala la usafi wa mazingira kwa sababu ndiyo kazi mama na ndiyo kazi ya msingi kwa serikali ya mtaa yoyote kuanza kutekeleza. Katika kipindi hichi ambacho tulichokuwa tunacho, sote tunafahamu tupo kwenye msimu wa mvua za masika ambazo zinamalizika, lakini hali ya mji wetu, hali ya shehia yetu bado sio ya kuridhisha kwenye swala zima la usafi wa mazingira. Hili tunalisema kwa sababu tumeona ndiyo moja ya mambo ambayo yanapelekea mji wetu kuonekana hauko safi. Hapa tumesema sasa hivi tuko baraza, lakini tunataka tuondoke kwenye baraza tuende kwenye manispaa. Ili tufike na tuwe na vigezo hivyo, maana lazima tuhakikishe kwamba tunaimarisha usafi wa mazingira. Sasa katika wilaya yetu hii tunajua zipo jitihada mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendelea kuchukuliwa na wananchi katika kusafisha mazingira, ikiwepo na Mtende. Lakini hadi hivi tunavyozungumza, manake bado hali hairidhishi. Bado mji ni mchafu katika maeneo yetu. Bado kuna baadhi yetu sisi wananchi tumekuwa tukitupa taka katika maeneo ambayo hayastahiki kuwekwa taka. Tumekuwa tukianzisha majaa yasiyokuwa rasmi. Lakini bado kuna baadhi yetu miongoni mwetu kwamba tunadhana ile kwamba kila taka ni sehemu ya mbolea tunapeleka kwenye konde zetu. Lakini kiuhalisia manake sio kila taka ni mbolea. Na sisi kama serikali tuna wajibu wa kushirikiana na jamii kuhakikisha kwamba tunatunza na tunasafisha mazingira yetu. Sasa leo tukasema tuje moja, tuhamasishe kwamba kila mwananchi ajue kwamba usafi wa mazingira katika maeneo tunayoishi, katika maeneo yaliyotuzunguka ni jukumu letu na ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunasafisha na tunatunza usafi wa mazingira. Katika kuliweka sawa vizuri hili, baraza la mji kupitia heshima madiwani, miongoni mwa mambo ambayo ameelekeza, tuone namna gani basi katika kila shehia at least tunaweza kuanzisha au kuibua vikundi vya usafi wa mazingira, ili hivi kwa kushirikiana kwa pamoja tuone namna gani basi tunasafisha shehia yetu. Sasa sisi kama baraza la mji kusini tukasema sasa iko haja ya kutoa fursa hii ikawe ni sehemu ya fursa ya wananchi kujiwezesha kiuchumi au kujiajiri wao wenyewe kwa kusafisha shehia yetu. Na nilisema hili nikimaanisha kwamba tumetoa fursa katika kila shehia kuanzishwe vikundi vya usafi, ambavyo vikundi hivi tutaingia navyo sisi mkataba maalumu wa kufanya usafi, na ikawa kila mwisho wa mwezi vikundi hivi vinapata fedha ambazo zinawasaidia wao kujikimu kwa mambo mengine. Tunapokushanya taka za jamii tukazipeleka katika maeneo ya majaa rasmi. Maana yangu nini? Maana yangu kwamba wewe ukipeleka pale, baraza la mji litaleta gari kuhamisha taka hizo kupeleka katika maeneo rasmi kwa maana ya majaa la Kibele. Lakini pia tunao mpango sasa hivi wa kuanzisha kituo cha uchakataji wa taka ndani ya wilaya yetu ya Kusini. Badala ya taka kuzitoa hapa kuzipeleka Kibele, sasa hivi tutakuwa tuna maeneo yetu rasmi ambapo taka hizo zitakuwa zinapelekwa. Ni moja ya hatua ambazo tumekusudia kuzitekeleza kama baraza la mji Kusini ndani ya wilaya yetu ya Kusini. Sasa niwaombe sana wananchi wenzangu wa shehia hii ya Mtende, kina mama na vijana, tuchangamkieni hizi fursa. Lakini kutokana na spidi ya maendeleo ambayo sasa hivi iliyokuwepo, shehia yetu ya Mtende ujenzi umekuwa kwa kasi kubwa sana. Uongo kweli? Wananchi wengi wamekuwa sasa hivi wanajenga, lakini pia tumekuwa tukipokea wawekezaji mbalimbali wanakuja kufanya shughuli zao za uwekezaji, kwa maana nazungumzia swala zima la ujenzi. Mtende imekuwa ikijengwa kwa kasi sana. Uongo kweli jamani? Maana nyinyi ndio mpo mnaishi kila siku huku. Lakini ndani ya ujenzi huu tumekuwa tuna ujenzi holela. Nikisema ujenzi holela ni ujenzi usiofuata utaratibu.
Moja, tunajenga bila ya kuwa na vibali vya ujenzi. Lakini la pili, tunajenga pasi na kufata utaratibu wa mipango miji. At least ukiwa na kibali cha ujenzi inakusaidia kwamba ujenge vipi unaelekezwa. Lakini kama kibali huna, wewe unaona kwamba hili eneo ni la kwangu, ninalo, nimerithi toka asili, ni la kwetu, wala serikali haina tatizo na umiliki wa eneo hilo. Lakini unapotaka kufanya shughuli zozote za ujenzi, ni lazima ufate utaratibu wa serikali, na mojawapo ni kukata kibali cha ujenzi. Uwe mwekezaji, ni lazima ufate utaratibu huo huo. Uwe mwananchi wa kawaida, ni lazima ufate utaratibu huo huo. Hakuna ujenzi ambao unaruhusika kufanyika bila hivyo. Sasa niwaombe sana, tufateni huo utaratibu. Lakini tunapoona mwananchi anajenga, wewe mwenyewe ndio uwe balozi wa kuhoji, jamani, hapo unafanya ujenzi, kibali kipo? Kama hakuna kibali, kafate utaratibu wa kukata kibali. Eneo la tatu ambalo na Mtende tunawafanya biashara wetu wingi huku, si ndio jamani? Sasa kwenye eneo hili, utaratibu wa serikali, ili mwananchi aweze kufanya biashara ni lazima awe na leseni ya biashara. Sasa tumebaini katika baadhi ya maeneo, wapo baadhi ya wananchi wanafanya shughuli za biashara pasi na kuwa na leseni halali ya serikali. Hili ni kosa kwa mujibu wa sheria. Sasa niwaombe sana, wananchi hawakatazwi kufanya biashara, wote wanaruhusika kufanya hivyo, lakini lazima tufate utaratibu, na utaratibu mmojawapo ni kuhakikisha unakata leseni ya biashara. Lakini tunajua tunao wale wenzetu wajasiriamali ambao mitaji yao ni midogo, na wale pia serikali haikuacha nyuma, imewatengenezea utaratibu maalumu wa kuwapatia vitambulisho vya wajasiriamali ambao fedha yake ni kidogo tu. Ada yake ni 30,000 kwa mwaka mzima. Nazungumzia mwaka kwa 30,000. Maanake ukigawa kwa siku ni sawa sawa na mtu anachangia kiasi gani hapo? 1,000 kwenye ile leseni yake. Nadhani nimeeleweka vizuri eh? Hii yote inaonyesha viongozi wetu, marais wetu wanavyojali na kuthamini wananchi wao. Na ndio maana hata hizi tozo zenyewe nazo mnazoziona ni ndogo kabisa, zimewekwa rafiki ili kila mwananchi aweze kuzimudu kutumia hizo gharama. Swala la kuchangamkia fursa za mikopo ile ya uwezeshaji. Nikisema hivi inawezekana bado sijaeleweka vizuri. Sisi serikali za mitaa, kwa maana ya baraza la mji, iwe halmashauri, iwe manispaa, serikali kuu imetuelekeza katika mapato yote yanayokushanywa ndani ya mipaka yetu ya serikali za mitaa, basi tuhakikishe kwamba tunatoa 10%, na 10% hii inatakiwa irudi kwa wananchi kwa utaratibu ule tunaita 442, kwa maana 4% inarudi kwa wanawake, 4% inarudi kwa vijana, na 2% inarudi kwa watu wenye mahitaji maalum ama wenzetu wenye ulemavu. Lakini hivi ambavyo ninavyozungumza mpaka sasa hivi, tuna fedha zisizopungua zaidi ya shilingi milioni 300 tumezipeleka, ambazo zinatokana na makusanyo yetu ya ndani tunayokushanya baraza la mji. Lakini fedha hizi mpaka leo ndani ya wilaya yetu ya Kusini, fedha ambazo vikundi vilivyojitokeza kwenda kuomba hizo fedha, nazungumzia milioni 300, fedha zilizo manake walionufaika kutumia hizo fedha hazizidi milioni 30, ndio waliojitokeza kwenda kuziomba. Sasa niambieni, tuna milioni ngapi zimebaki ambazo zinatusubiri sisi watu wa shehia ya Mtende na shehia nyingine za jirani ambazo zipo ndani ya wilaya yetu ya Kusini, ambazo bado hatujachangamkia fursa hizo kwenda kuomba hizo fedha. Niwaombe sana wananchi wa shehia ya Mtende, tuchangamkieni hizi fursa.